Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amesema serikali inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ya nyama ili kulinda maslahi ya wananchi. Amesema bei ya nyama imekuwa ikipanda kutoka takriban 14,000 hadi kufikia 20,000 kwa kiwango kimoja, hali inayohitaji hatua madhubuti. Amesema hayo alipokutana na wafanyabiashara wa nyama ofisini kwake mkoa wa Mjini Magharibi. Kikao chetu kimehusisha wizara pamoja na waletaji wa ng'ombe hapa Zanzibar kupitia bandari zetu za Kisakasaka pamoja na Donge Mwanda. Lengo la kuitisha kikao hiki ni mfumuko wa bei ambao umetokea wa wauzaji wa nyama. Kwa hiyo tukaamua tuwaite hawa tupate kusikia kutoka kwao nini hasa sababu ambayo imepelekea bidhaa hii kuweza kupanda kiasi hiki. Imetoka takriban 14,000 mpaka 19,000 na 20,000. Kwa hiyo tuliwaita kwa na wenzetu tuone ni hasa zipo sababu zipi zinazochangia mpaka bei ya nyama imefikia hapa ilipofikia. Kwa hiyo tumepata kuwasikiliza, zipo changamoto nyingi. Wamelalamikia kuhusiana na tozo ambazo zinatozwa kwa upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Lakini zipo changamoto nyingine ambazo ziko kwao binafsi. Kwa hiyo tumezungumza kwa ujumla changamoto hizo, ikiwa ni pamoja na kutokuwa na mfumo mzuri ambao ni rasmi uliokaa pamoja kuona kwamba ni utaratibu upi wa kuleta uuzaji katika upi, lakini kufuata zile taratibu za uchinjaji na maeneo ya uchinjaji. Sisi kama wizara tumechukua changamoto hizo na tumeshatoa baadhi ya maelekezo ikiwemo kuanzisha jumuiya ya waletaji ili tuweze kuwasimamia vizuri zaidi. Jumuiya hii pia tutapelekea usajili wa waletaji wote, tutawasajili, tutajua kwamba nani analeta ng'ombe na analeta kwa utaratibu gani. Hili litasaidia pia kujua kwamba ng'ombe wanaingia kupitia eneo lipi, eneo la Kisakasaka au eneo lile la Donge Mwanda au la Mwanda. Hayo ndio hasa ambayo yametukusanya leo. Kiujumla hakuna kodi ya uletaji wa ng'ombe, kuna tozo na ada. Maana tukisema kodi lazima iangukie katika sheria za kodi kwa maana ya ZRA pamoja na TRA. Lakini zipo ada ambazo zimewekwa na tozo ambazo zimewekwa. Sasa sisi kama serikali, Wizara ya Kilimo itakaa na wizara nyingine ambayo ni TAMISEMI, halmashauri, lakini pia wizara ambayo inahusika na mifugo Tanzania bara, ili tuone kwa pamoja tunakwenda kutatua hizo changamoto vipi. Kilio kikubwa ambacho wamekuwa wakilalamika ni kwamba wao ni Watanzania, wanachukua ng'ombe sawa na Watanzania wengine. Kwa hiyo kuwe na uwiano wa zile tozo ambazo zinatozwa ili zisiwaumize wao na kupelekea kuwaumiza walaji. Niseme kwamba tunalishughulikia kuhakikisha kwamba kwanza bei haipandi. Lakini kwa sasa tutakuwa makini zaidi kuhakikisha kwamba ng'ombe kaletwa na kauzwa kwa kiasi gani. Lakini niseme kwamba kama ambavyo tunaelewa, waletaji wa ng'ombe ndio ambao wako chini ya Wizara ya Kilimo. Wauzaji wa ile nyama wenyewe hawako chini ya Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo tukana na wizara husika ili tuzungumze kuona namna gani sasa ya udhibiti wa hiyo bei, kwa sababu tumefanya mahesabu ya haraka kule ndio ambako kunaonekana kuna shida. Kwa upande wao wafanyabiashara wa nyama ya ng'ombe wameeleza kuwa wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo gharama kubwa za kodi, hususan kwa ng'ombe wanaoingizwa kutoka Kenya na Komoro. Hivyo wameiomba serikali kuweka udhibiti madhubuti kwa waletaji wa ng'ombe ili kuweka mazingira rafiki ya biashara na kulinda maslahi yao. Kwanza tunashukuru kikao kimeenda vizuri. La pili, uwe mwendelezo wa vikao kama hivi, kwa sababu tunapata changamoto nyingi sana kwenye biashara zetu, na mengi tumeelezea kwa Mheshimiwa Waziri, na zaidi ili wengine waelewe kwa biashara ya nyama sasa hivi na changamoto. Kodi ni kubwa mno tunaotozwa kwa Tanzania bara, ambazo tunatozwa kodi kama wafanyabiashara kutoka Kenya wanaopeleka Komoro, na sasa kodi ile tunatozwa kama Tanzania. Sasa hichi kitu kinatuumiza kwa kweli, na tushakizungumza sana. Wacha ile kodi ya halmashauri kutoka huko katika mkoa unakotoka, unatozwa kodi ya ilikuwa 7,500, sasa hivi 8,500. Ukafika Bagamoyo au Mkwaja au Mbweni unatozwa tena 35,000. Sasa hiyo 35,000 imegawika, kuna mifugo, kuna bandari, kuna wapakizi. Sasa wao wenyewe taratibu zao wanazijua, lakini tunatoa kila ng'ombe pale 35,000. Ng'ombe mara nyingi sana natoa Tabora, natoa na Dodoma.
Kwa hivyo ng'ombe yule mpaka anafika Zanzibar, kila ng'ombe anafika 220,000, 220,000. Kwa hiyo lazima na sisi turejeshe angalau ile harama yetu. Na kipindi hiki chote hiki kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 4 pana upungufu wa ng'ombe hivi sasa hivi. Miaka yote hapa, miaka yetu tunayo. Kwa hiyo lazima ng'ombe zinapanda. Hata huko Tanzania bara vile vile ukenda sasa hivi bei ya nyama iko juu kama kwetu sisi. Kwa kutokana na mifugo yenyewe imepanda. Kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 10 hapo zitapungua. Serikali kwanza hiyo ina udhibiti. Wajua wafanya biashara si hatuna udhibiti wowote. Sasa tupo tu. Hata mimi ukaniambia wafanya biashara ngapi wa ng'ombe siwezi kukutajia idadi wala huyu na huyu. Kwa hivyo kwanza kuna udhibiti wa waletaji ng'ombe ili tusajiliwe kama wanavyosajiliwa wafanya biashara wengine. Ili hapo angalau tuanzie hapo. Naona ili kwa sababu sisi tuna ng'ombe hatuna umoja ambao utatuwezesha kusimamia ile misingi yetu ya biashara. Kusema ukweli ng'ombe tunanunua ghali sana. Wakati mwingine unaweza kununua ng'ombe, ukanunua ng'ombe 10, 15, ukaja kuibuka umekula hasara 600, 7 milioni. Nifahamu. Sasa kusema ukweli sisi watu wa ng'ombe ni biashara ngumu sana. Lakini mtu hawezi akajua kama ile biashara hajaingia. Ukisema kama hivi nikionekana nimezungumza, watu wengi watasema mbona anaenda kila siku. Sasa nitafanya nini? Kama sitoenda mimi kufanya biashara nikapata riski za watu. Lakini biashara ya ng'ombe, katika biashara nimefanya miaka karibuni mwaka wa 20, lakini biashara ni ngumu sana. Wito wangu mimi, serikali kwanza ituone kwa jicho la huruma. Hata hiyo mikopo mimi nashangaa sana. Kuna mikopo inaambiwa sijui Mama Samia haina riba. Yenye riba mesutaki. Lakini mikopo ile kwa haina riba sijui ya Dr. Mwinyi, lakini una watu wa ng'ombe hatupewi hata mkopo na tunazalisha katika watu wanazalisha katika Tanzania licha Zanzibar. Hii Tanzania watu wa ng'ombe ni namba 1. Ng'ombe mmoja ndani ya Tanzania peke yake anakula shilingi 46. Ndani ya Zanzibar karibu shilingi 20,000. Pesa kidogo hiyo. Ni ng'ombe huyu mmoja. Mbali ajira kwa maraia. Ng'ombe mmoja tunaweza tunaajiri sisi watu karibuni watu 6, 7 ng'ombe mmoja. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Madina Omar, lakini nyuma ya kamera ni Ali Haji.